Kwa majina naitwa Ibrahim Sanga. Ni miongoni mwa afisa ambaye anapatikana Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu mkoa wa Mbeya. Miongoni mwa kazi ambazo tunazifanya sisi kama mamlaka ni swala zima la kuhusiana na visumbufu vya mlipuko. Na katika visumbufu vya mlipuko ambao tunakabiliana navyo kwa kiasi kikubwa kwa mkoa wetu wa Mbeya ni kisumbufu cha ndege aina ya kolea. Na hawa ndege kama unavyoona, ndugu mtangazaji, hawa ndege ni miongoni mwa ndege ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa ni tatizo kwa wakulima wa mpunga, lakini vile kwa wakulima wa mtama kwa mkoa wa Mbeya, lakini vile kwa mtama kwa upande wa mkoa wa Iringa. Lakini jambo lingine tunasema kwa upande wa mavazi kinga, mkulima lazima ahakikishe kwamba anajikinga, kwa sababu tunaposema viuatilifu ni sumu, sio dawa. Ina madhara ya muda mrefu na madhara ya muda mfupi kama utatumia visivyo. Anatakiwa avae mavazi ambayo ndio kama haya yanayoteleza, asivae mavazi ambayo ni nguo kama haya ndani unayoona. Avae mavazi ya kuteleza kama haya, ili sumu kama itamwagika kwenye pampu isiweze kuingia kwenye mwili wake. Huyo mkulima baada ya kupulizia kiuatilifu chake, anachotakiwa kukifanya, anatakiwa akusanye makopo yale, asitupe kwenye vyanzo vya maji, ahifadhi vizuri sehemu ambayo sio hatarishi watoto wakachezea. Alafu anatakiwa kuosha pampu yake na asuse mara 3. Baada hapo ahifadhi yeye mwenyewe akiwa amevaa vifaa kinga. Na kwa upande wa mwaka 2025 2026, kutokana na udhibiti wa hawa ndege waharibifu ambao ni kolea kwa mkoa wa Mbeya, tumefanikiwa kuua ndege milioni 18, na katika ndege hao milioni 18 tumeweza kuokoa tija ya tani 490 kwa hekta 7,000 za wakulima. Kwa utaangalia hapo, ndugu mtangazaji, kwa kiasi kubwa kama mamlaka tumefanikiwa kuhakikisha kwamba tunaokoa tija kwa wakulima wa zao la mpunga kwa mkoa wa Mbeya. Kwa majina naitwa Innocent Jafeti ni Mhando, ni mfanyakazi kutoka Mamlaka ya Afya na Mimea. Karibuni katika banda letu la TPHPA, Mamlaka ya Afya na Mimea, kwa ajili ya kuweza kupata elimu juu ya ufunguzi wa masoko. Kwa sasa hivi tumeweza kufungua masoko nchini China, nchini India pamoja na Afrika Kusini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wafanyakazi wote, wananchi wote wa nyanda za juu kusini waweze kukaribia katika banda letu hili la TPHPA. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Daniel Dennis Nkwaje, ni afisa kilimo wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu kanda nyanda za juu kusini. Tupo hapa kwenye banda letu la maonesho tukitoa elimu ya namna ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Mkulima anaweza akatumia viuatilifu kwa usahihi ili kupata tija katika mazao yake. Lakini pia tuna vitu vingi ambavyo tunatoa elimu hapa, hasa ukiangalia kuna hawa ndege kuelea. Hao ni ndege ambao ni wasumbufu katika hasa mazao ya nafaka. Kwa mfano zao la mpunga, mtama na mazao mengine ya namna hiyo. Mimi nashukuru nimepata elimu ya matumizi ya hii nozzle. Maana mwanzo mimi nilikuwa natumia nozzle namba 1 kwa kila kazi. Nozzle hii kwa kila kazi, lakini baada ya kupata elimu ndio nimeelewesha matumizi mazuri ya nozzle tofauti.